Kwa hapa niweze kukujuza. Jina langu ni Chichi Josephine Kariuki, mtafsiri kwenye lugha ya ishara, anafahamika kama Roda Nyamai. Karibu sana ni kutaarifu. Juhudi za kudhibiti maambukizi ya HIV nchini zinagonga mwamba baada ya ripoti kutoka kwa idara ya kudhibiti maambukizi ya ukimwi NSDCC kufichua kuwa idadi ya wanaotumia dawa za kuzuia ukimwi imepungua. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno anatanguliza taarifa za habari yale. Idadi ya wanaotumia dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV imepungua na kufikia 39% baada ya upungufu mkubwa kushuhudiwa kati ya mwaka 2024 na 2025. Kulingana na ripoti kutoka kwa Baraza la Kudhibiti Maambukizi ya Ukimwi NSDCC, idadi ya waliomeza dawa za kuzuia HIV iliongezeka kutoka watu 35,333 mwaka 2020 mpaka watu 94,599 mwaka 2023. Ongezeko kubwa lilishuhudiwa mwaka 2024 baada ya zaidi ya watu 160,000 kumeza dawa hizo. Ila idadi hiyo ilipungua na kufikia 1,147 mwaka 2025. Kulingana na ripoti hiyo, upungufu huu umesababishwa na kutoshirikishwa kwa umma na watu kususia dawa hizo, wengi wakisema wamechoka kumeza dawa za tembe. Katika juhudi za kudhibiti uchovu wa kumeza dawa za tembe, serikali ilizindua dawa ya Lenacapavir inayodungwa baada ya miezi 6 ili kuzuia maambukizi ya HIV. Tarehe 17 mwezi wa Februari mwaka 2026, Kenya ilipokea dozi 21,000 za Lenacapavir na kusambazwa katika kaunti 15. Upungufu kwa wanaomeza dawa za kuzuia HIV imeibua hofu kuhusu ongezeko la idadi ya maambukizi ya HIV nchini. Kufikia sasa, watu milioni 1.3 wanaishi na virusi vya HIV, ikiwemo watu milioni 1.2 wanaopokea matibabu. Mwaka huu wa 2026 pekee, visa vipya 13,936 vya HIV vimenakiliwa, wanawake wakiathirika pakubwa ikilinganishwa na wanaume. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Shukran sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Na